Umpate hii license ya M-Pesa na hii ya duka pana. Yes. Acha kusumua huyo mama. Chukua ya duka peke yake, hii nyingine. Chukua license moja ya kila kitu. Acha na mambo mengine hapa. Kabisa. Nikaona sawa, sasa hao ndio viongozi. Unaelewa, unafungia jicho. Acha kuenda kwa mabuku vile imeandikwa. Tutapanga hiyo maneno pole. Hata taifa la Uingereza unajua hawana katiba ambayo imeandikwa. Katiba yao ni ile tu ya inaitwa oral constitution. Okay. Hawana written constitution. So wakati mwingine unafunga jicho kidogo, unatoa uamuzi wa kibinadamu. Sitaki turudie sana yale ambayo tulizungumzia last kwa sababu ya time, lakini tulitaja sana mambo ya ndoa na aina za ndoa, si kweli? Tulitaja. Labda katika tunapoendelea hivi tutaweza kutaja mambo haya. Lakini leo wewe mwenyewe ndio ulituahidi na utatuweza kutuelezea kuhusiana na ile separation. Mume na mke wametengana. Kuna ile kutalikiana kabisa na kuna ule urithi katika ndoa. Lakini mwanzo kabisa unaweza kwa kutaja tu wakili Mahano. Taja tu ile yule ambaye labda ako nasi akumbuke kuna hizi aina, kila mtu ajue wale wako katika ndoa ako gani, ako nani ya gani. Karibu. Asante sana Kamau. Hapa Radio Citizen tunaendelea na hii kazi ya kuhamasisha watu kuhusiana na sheria za Kenya. Juma lililopita tulikuwa tunazungumzia aina ya ndoa na tukasema ya kwamba kuna ndoa aina 5. Ndoa ya kwanza ni ile ndoa inayoitwa civil marriage. Ndoa ambayo inafungwa katika afisi ya Registrar of Marriages wa Kenya. Alafu kuna ile ndoa ya kikanisa ama Christian marriage. Hiyo ni ndoa ambayo inafungwa katika makanisa yetu. Watu wanaijua sana kwa sababu wanaenda kwa harusi. Na hizo ndio watu wengi wanaita harusi. Alafu kuna ndoa ya kitamaduni ama customary marriage. Hii ni ndoa ambayo inafungwa kulingana na mila na desturi za Kiafrika. Sisi kama Waafrika, wazee wetu wanakuwa pale alafu wanasaidia katika maneno ya kufunga ndoa kati ya mwanamume na mwanamke ambao wamependana. Alafu ndoa ya 4 ni ile ndoa ya Kihindi ama Hindu marriage. Hii ni ndoa ambayo imefungwa na ndugu zetu na dada zetu ambao wako katika dini katika dini za Kihindi. Alafu ndoa ya mwisho ni Islamic marriage ama ndoa ya Kiislamu. Wale ndugu zetu na dada zetu wa Kiislamu, ndoa ambazo wanafunga ndio zinaitwa ndoa za Kiislamu. Haya, alafu kuna moja kidogo iko na utetesi ile ndio tunaenda kueleza ile presumption of marriage. Come we stay ni wengine wanasema. Kwa lugha ya mtaa come we stay. Na wengi sana tukasema kwamba washukiwa tukasema ya kwamba mahakama yetu ya juu kabisa, Supreme Court, imetoa kielelezo kamili au vigezo kamili ambavyo vinafaa kufuatwa ili watu waweze kuchukuliwa kwamba wako katika ile ndoa ya cohabitation ama come we stay. Okay, tuingie moja kwa moja katika haya ya ndoa ni kutengana tu kwa muda na huwa inaendaje hiyo? Kama hatujaamua kuachana kabisa. Sasa kuna tumapenzi kiasi imebaki. Unajua ikiwa watu wawili wanataka kuachana, kwa sababu kumbuka ya kwamba sheria ya Kenya inasema kwamba ndoa zote lazima ziandikishwe. Hiyo ulitufunza last week. Niliwafunza. Na kwa hivyo ikiwa unataka kufutilia mbali ndoa yoyote, lazima pia ufuate sheria. Na sheria imesema ya kwamba ni koti tu ambayo imepewa nguvu ama mamlaka ya kufutilia mbali ndoa. So ikiwa hata mnataka kutengana, kwa muda mfupi tu ili muweze muone kama labda mnaweza rudiana, bado katika sheria ya kutengana ipo nafasi kama hiyo. Separation. Kuna kitu ambacho kinaitwa decree nisi ama amri ya muda. Kumbuka wakati mtu anapoenda kotini akisema ya kwamba anataka atengane na mpenzi wake ama mke wake ama mume wake, huwa hilo ombi lao linasikizwa, na koti inaposikiza ushahidi kutoka upande wote,
huwa inatoa uamuzi ama amri ya muda. Amri ya muda kwa kizungu inaitwa decree nisi. Decree nisi sasa kwa lugha ya mtaa ndio tunaita separation. Yani inawapatia utengano kwa muda, utengano na masharti fulani. Yani tumewambia mtengane, lakini ikiwa mnaweza kuzungumza na mkubaliane mrudiane, basi hii amri yetu ya muda tunaweza ifutilia mbali na kubali tena muendelee kuishi kama mke na mume. Lakini kuna ile ya watu ambao huwa wanafanya huku nje ya kienyeji, labda mtu na mke wake wanatengana, wanakaa nje, pia inakubalika. Lakini kisheria ukiwa unataka ile separation ambayo inajulikana kisheria, lazima kwanza uwasilishe ombi lako kotini ya kwamba ungependa kutengana na mke wako ama mume wako, lakini koti ikupatie amri ya muda, ama kwa lugha ya kimombo inaitwa decree nisi. Ili muweze kuona ikiwa tofauti zenyu mnaweza kuzimaliza ama hapana. So mnaweza pewa muda kama hata miezi 3, miezi 6, namna hii muangalie. Ikiwa sasa itashindikana, ndipo mtakaporudi kotini mseme tumejaribu lakini imeshindikana, basi tupatie amri ya mwisho ama amri fululizi ambaye kwa kizungu inaitwa decree absolute, ambaye sasa inasema ndoa hii imefutiliwa, ambaye imeisha. Yani nimeona huyu jamaa hawezi badilika, ama huyu mke hawezi badilika, ama huyu mume wangu hawezi badilika, ama maswala ambayo tunakinzana kati yangu na yeye hayawezi kuisha. Thank you very much. Huyu ni wakili separation, talaka. Tuanze hapo kwanza, hizo mbili. Nini hiyo? Sababu kuna wale labda wanatengana, lakini kuna mtaani wanatuambia tumeachana kabisa, hata kuzungumza. Lakini kuna wengine pia wanatalakiana, lakini hawajui, wanasema ni kidogo tu, tumepeana muda tuweze kupumua. Sasa tufafanulie kati ya hizo mbili. Katika sheria zetu za Kenya ambayo tunaita, bado tuko katika ile Marriage Act, sheria ya ndoa ya Kenya ya mwaka wa 2014 inatambua aina mbili kubwa za kutengana kwa ndoa ama ndoa kufika mwisho. Ndoa inaweza kufika mwisho kupitia jinsi mbili kubwa. Aidha wapendanao wanaweza kubaliana kwamba waandikishane ya kwamba ndoa yao imefika mwisho, ama ndoa yao ikatizwe kupitia njia ya kotini. Zote zitaenda kotini, lakini kuna tofauti mbili. Kuna ile ya kuna ile ndoa inafika mwisho kwa njia ya kukinzana, na kuna ile njia ambayo ndoa inafika mwisho kwa njia ya kukubaliana. Divorce by consent na divorce by declaration by an order of the court. So kuna njia mbili kubwa ambazo zaweza kuleta ndoa katika mwisho wake. Na tumesema ya kwamba kuna ile ya kwanza ambaye watu wawili wanalumbana, mume na mke, wanasema, mmoja anasema mimi nataka nikupe talaka, mwingine anasema ngoja kwanza hatujamaliza. So wanaishia kotini, alafu wanalumbana, mwishowe koti inaamua. Na kuna wale wawili ambao wanataka kutengana, wamekaa na wameona ya kwamba hii ndoa yetu wamekubaliana haifanyi kazi, basi twende kotini ili tupate amri, lakini amri hiyo itatoka kulingana na maafikiano yetu, tumekubaliana by consent. So hizo ndio aina mbili ambazo ndoa yaweza kufikishwa mwisho. Naam, labda tu kwa ufupi sana nitaelezea jinsi ama procedure ambayo mtu anaweza fuatilia ili ndoa iweze kufika mwisho. Lakini labda uko na swali lingine ambalo unaachana. Kwa sababu hapa awali, kabla ya mwaka wa 2014, haikukuwa lazima kusajili hizi ndoa zingine nyingi, na kwa wakati mwingi kulikuwa na changamoto sana kotini, kwa sababu mtu ataenda kotini aseme kwamba ndoa yangu mimi sijaisajili kulingana na hii sheria ya ndoa ya Kenya. So hata kama tutafika wakati tunawachana, basi lazima mnipatie nafasi tuwachane kulingana labda na tamaduni na kimila ya kabila langu.
Lakini ndio ukaona sasa kulingana na hizo changamoto, sheria ikatengenezwa ikasema ya kwamba ndoa zote lazima zisajiliwe, ili ikiwa inafika wakati ambapo watu wanaamua kuachana, kuwe na usawa wakati watu wanawachana. Na sheria ikiwa moja, kutakuwa na usawa kupitia kwa vigezo tofauti. Kama kuna mali, kama kuna watoto, kutakuwa na ugao ambao unafuata sheria ya Kenya. Ndio unaona ikasemekana ya kwamba ndoa zote lazima zisajiliwe. Kusajili huku kwa wale ambao wanatusikiza, tunaongea kuhusiana na kuifanya rasmi, lakini sikuwa ikiwa nilifanya katika misingi ya kitamaduni, kuwa nikienda kusajili sasa itabadilika isikuwe kitamaduni. Nadhani ni kuisajili tu. No, ni kuiandikisha tu. Ni kuiandikisha. Inaandikishwa hivyo. Inaandikishwa na unapewa cheti cha ndoa ya kitamaduni. So hata wakati ambapo wasiogope mtu yeyote asiogope, haitaenda kubadilika, haitabadilika. Iwe sasa hii ni ya kiserikali na mimi ni mtu ya mila. Yes, haitabadilika. Ndoa yako itabaki ndoa yako ya kitamaduni, lakini utapewa cheti cha kudhibitisha ndoa yako ya kitamaduni, marriage certificate of customary law, customary marriage. Lakini ulituahidi wakili last time kuwa siku moja utakuja na zile hatua na mahitaji ambayo wakienda kule wale mbona tusikiza. Mtu amesema tu nimetoa kibuyu ya asali, wengine watu ngamia, mwingine anatoa mayai akienda kule kwa serikali, alafu kuna labda mambo mengine anaitishwa, lakini alikuwa ametoka mbali sana vijijini huko, sasa ameenda kwa serikali. Lakini labda next time nitaweza kupatia tuletee mahitaji ili sasa yeyote ambaye anatusikiza sasa hivi na anataka kusajili ni kuiandikisha tu. Kwa kuna yale mambo ambayo hata ambiwa sasa alafu aseme sasa hii safari yote nimefunga ya nini. Turudi katika kutengana na sasa na talaka. Ukiniruhusu tuambie kutengana kuna kuja namna gani ili ifikie kuwa sasa watu kuna ile separation, mnaishi kando lakini hamja achana kabisa. Vile nilivyosema, safari ya watu wawili kuachana huwa inaanza pale ambapo mtu mmoja anawasilisha ombi lake kotini. Ombi kwa lugha ya Kimombo inaitwa petition for divorce, ombi la kutaka kuachana au ombi la talaka, petition. So mwanaume ama mwanamke ambaye yuko katika ndoa, ikiwa anasema kwamba hii ndoa mimi sasa imenifika mwisho na singependa niendelee kuwa katika hii ndoa, anafaa kuwasilisha ombi la talaka kotini. Anapowasilisha makaratasi hayo, yatachukuliwa alafu yaandikishwe kotini, alafu sasa atapewa summons ambazo lazima aende amjulishe yule mwenzake na ampatie, ahakikishe ya kwamba amepata yale makaratasi ambayo sasa yatamshurutisha akuje kotini. So kwanza utawakilisha petition yako ya divorce kotini, alafu utapata summons kutoka kotini, alafu utaenda umkabidhi yule ambaye unataka muachane, na unapomkabidhi zile stakabadhi au ombi lako lile ambalo litaambatana na amri ya koti ambayo inaitwa summons, mtapewa tarehe kamili ambayo mnafaa kwenda kotini. Na mtakapoenda kotini, kesi yenu itaanza kusikizwa, kwa sababu mambo ya kutengana ni mambo ya kulumbana. It's a contest, ni mambo ya kulumbana. Na koti itakaposikiza ushahidi kupitia ushahidi wa pande zote, itatoa uamuzi. Na swala ambalo lazima watu waelewe ni hivi: ni nini ambacho koti inaangalia kabla itoe uamuzi wa utengano? Ile sasa ni separation. Nataka kwanza to deal na separation ambayo hatujafikia kiwango cha kuachana. Hatujafika hapa. Kabla hata ya koti itoe uamuzi wa muda, yani separation, inaangalia vitu kadhaa. Kitu cha kwanza, ikiwa wewe unasema ya kwamba unataka kuachana na mtu, lazima udhibitishe mambo kadha wakati. Katika sheria ya Kenya kuna mambo kadha ambayo lazima utadhibitisha. Ya kwanza ni adultery, ground yako ya petition, usherati ama uzinzi. Lazima udhibitishe kwamba labda mpenzi wako, mke wako ama mume wako amekuwa akifanya mambo ya usherati.
Kitu cha pili ambacho ombi lako linaweza sikizwa na likubaliwe ni udhibitisha ya kwamba kuna ile hali ya ukatili katika ndoa, cruelty, ya kwamba mke wako ama mume wako amekuwa akikunyanyasa, amekuwa akikufanyia ukatili. Jambo la tatu ambalo ombi lako laweza kukubaliwa ni ya kwamba unafaa udhibitishe ya kwamba labda mke wako ama mume wako amekupotelea kwa muda mrefu sana. Kupotea ama kutoweka inaitwa kwa lugha ya Kimombo desertion. Unasikia? Desertion. Alafu jambo lingine ambalo laweza pia kufanya koti itoe uamuzi wa utengano kwa muda ni kama nyinyi wawili mmewakilisha ombi la kuachana kwa njia ya makubaliano. Radio Citizen.